Hii ni Mtoro TV. Ya Allah ya Ali ya Kabir, Ya Allah ya Alim ya Qadir, Ya Allah ya Samiu ya Basir, Ya Allah ya Latif ya Khabir. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hii ni kukumbusha tu tushee fadhila kwa pamoja, na Mwenyezi Mungu atukubalie katika hili. Ambalo nimekusudia kuzungumza hasa leo ni kuhusiana na fadhila za hija. Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbele yetu kuna ibada ya hija, na pengine baada ya mwezi mmoja na kidogo hivi mtasikia watu wanaanza kusafiri. Lakini kwa nini mtu uende hija? Unapata kitu gani kwani? Na huyo ambaye uwezo anao bado mpaka leo hajafikiria kwenda hija, kuna kitu gani anachopoteza? Bali ya kuwa amepinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo mengi anayakosa kwa sababu ya kutohudhuria kwake katika ibada ya hija. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sote tuweze kuidiriki ibada hii, asikose mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mafadhila ambazo ametutajia kwamba anazipata hujaji, alhajju yahdimu ma qablahu. Jambo la kwanza muhimu ni kwamba hii ibada ya hija hii inafuta makosa ya mtu aliyoyafanya kabla ya hija. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Abi Huraira anasema kamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man hajja, mtu yoyote ambaye amefanya ibada ya hija, falam yarfuth, hakufanya tendo la ndoa kwenye hija wakati ni muhrim, walam yafsuq, na wala hakufanya maasiya katika ibada yake ya hija, raja'a ka yaumi waladathu ummu, mtu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atamaliza hija yake arudi kwao kama siku aliyozaliwa na mama yake. Sote tunafahamu kwamba mtu wakati anapozaliwa huwa hana dhambi hata moja, hilo halina shaka. Hii ni Mtoro TV.